Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Agosti 21 mwaka 2026. Tuombe. Baba mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii uliyotupatia tujifunze neno lako siku ya leo. Nasi twajikabidhi miguuni pako, tembea nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema inasubiri kudai kwetu. Yohana 16 aya 24 inasema, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Maombi ndiyo njia iliyoagizwa na mbingu ya kufanikiwa katika mapambano dhidi ya dhambi na ukuzaji wa tabia ya Kikristo. Uwezo wa Mungu unaokuja kama jibu la ombi la imani utatimiza ndani ya roho ya mwombaji yale yote ambayo kwayo anasihi. Kwa ajili ya msamaha wa dhambi, kwa ajili ya Roho Mtakatifu, kwa ajili ya tabia kama ya Kristo, kwa ajili ya hekima na nguvu za kufanya kazi yake, kwa ajili ya karama yoyote ambayo ameahidi, tunaweza kuomba na ahadi ni mtapata. Yesu ndiye msaidizi wetu. Ndani yake na kupitia kwake ni lazima tushinde. Neema ya Kristo inasubiri kudai kwako juu yake. Atakupa neema na nguvu kwa kadiri ya unavyozihitaji ikiwa utamwomba. Dini ya Kristo itafunga na kuzuia kila tamaa isiyo takatifu. Itachochea nguvu, nidhamu na bidii hata katika mambo ya kawaida ya kila siku, ikituongoza kujifunza uwekevu, busara na kujikana nafsi na kustahimili hata dhiki bila kunung'unika. Roho wa Kristo ndani ya moyo atadhihirika katika tabia, atakuza sifa bora na nguvu. Neema yangu ya kutosha, Wakorintho wa pili sura ile ya 12 aya 9, anasema Kristo. Fanya kila juhudi kuweka wazi mazungumzo kati ya Yesu na roho yako mwenyewe. Tunapaswa kuomba katika duru ya familia, na zaidi ya yote hatupaswi kupuuza maombi ya siri, kwa kuwa hii ndiyo uhai wa roho. Haiwezekani kwa roho kustawi ikiwa sala imepuuzwa. Maombi ya familia au ya hadhara pekee hayatoshi. Hebu katika upweke roho na ifunguliwe wazi kwa jicho la Mungu lichunguzalo. Maombi ya siri yanapaswa kusikilizwa na yule Mungu asikiaye maombi peke yake. Hakuna sikio la udadisi linalopaswa kupokea mzigo wa maombi kama hayo. Katika maombi ya siri, roho iko huru kutoka katika mvuto wa mazingira, huru kutoka katika msisimko. Kwa imani tulivu, sahili, roho inafanya mazungumzo na Mungu na inajikusanyia miale ya nuru ya Mungu ili kuimarisha na kuitegemeza katika mapambano na Shetani. Omba katika chumba chako cha faragha na unapoendelea na kazi zako za kila siku. Ruhusu moyo wako uinuliwe mara nyingi kwa Mungu. Hivyo ndivyo Henoko alivyotembea na Mungu. Maombi haya ya kimya kimya hupanda kama uvumba unaopendwa sana mbele ya kiti cha enzi cha neema. Shetani hawezi kumshinda yule ambaye moyo wake umesimamishwa hivyo kwa Mungu. Hii ni Agosti 21, mada ikisema inasubiri kudai kwetu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa.
vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.